أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين. وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول ربنا في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile vile na kumtakia rehma na amani bwana wetu mtukufu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Leo katika darsa yetu tunaendelea na mfululizo wa haki na nafasi ya mwanamke katika jamii. Na mtakumbuka kwamba lengo letu ni kuzungumzia muamala wa kiakhlaqi wa Kiislamu kwa mwanamke. Lakini tukaona kwamba kuna umuhimu wa kuelewa kwanza jamii nyingine kabla ya Uislamu, mpaka jamii hii ya wakati huu ambao tunaishi inaamiliana vipi na mwanamke, ili tuweze kuweka uwiano baina ya muamala wa Kiislamu na muamala ambao si wa Kiislamu. Sasa katika darsa iliyopita tulimzungumzia mwanamke wa leo, manake wa kisasa, na tukasema ili ufahamu nafasi ya mwanamke wa leo ni lazima ufahamu mfumo unaotawala leo, kwa sababu hapo mwanamke alipokuwa leo hii ni zao na matokeo ya mfumo unaotawala. Yani ule mfumo unaotawala jamii ndio uliomweka mwanamke katika nafasi alokuwa nayo leo. Kwa hivyo ukitaka kujua kwamba kwa nini mwanamke yuko leo hapa alipokuwa, na kwa nini mwanamke anapigania kufikia mahala fulani, lazima kwanza ujue mfumo unaotawala ni wa sampuli gani, kwa sababu mfumo huo ndio uliompa nafasi hiyo mwanamke. Tukaona kwamba mfumo unaotawala leo hii duniani ni mfumo wa kibepari. Kwa hivyo ndio mfumo ulioathiri jamii tunazoishi. Kwa lugha nyingine, mwanamke wa leo ni mwanamke wa kibepari, na yale anayoyapigania ni yale ambayo ubepari unataka afikie katika mambo hayo. Kwa mukhtasar, kwa wale ambao hawakwepo, tulisema kwamba ubepari umepitia katika hatua mbalimbali. Lakini ulipofika katika hatua ya mapinduzi ya viwanda, mabepari walihakikisha kwamba mwanamke atatoka katika nyumba yake aende kufanya kazi viwandani, kwa sababu mwanaume alikuwa ghali na alishaanza kufanya maandamano na kuanza kususa kazi na kutaka malipo makubwa. Kwa hivyo mwanamke alichomolewa nyumbani ili awe ataziba ile nafasi ya bei ghali anayotoza mwanaume kutokana na kazi anayofanya katika viwanda. Kwa hivyo mwanamke na watoto wakawa wanalipwa hela kidogo. Kwa hivyo hiyo ni hatua ya kwanza. Lakini vile vile tukasema kwamba katika vita kuu ya kwanza na ya pili, ambazo zinafahamika kuwa ni vita za kibepari, kwa sababu maslahi ya kibepari na mivutano baina ya mabepari ndio iliyosababisha vita. Sasa vita vile wanaume wengi waliuliwa. Muhammad Qutb anasema kiasi vijana milioni 10 ima walikufa au walipata ulemavu ambao hawawezi tena kushiriki katika shughuli za uzalishaji katika viwanda. Kwa hivyo ilikuwa lazima mwanamke vile vile atoke nyumbani ili aende katika viwanda kuziba ile nafasi ya mwanaume.
Hatua hizi mbili ni muhimu sana katika ulimwengu wa kibepari katika kumtoa mwanamke nyumbani. Tunaposema kumtoa nyumbani si jambo dogo kama tutakavyoelezea katika darasa yetu ya leo. Lakini tukasema kuna nukta mbili. Kwanza kabisa, alitolewa nyumbani kwa sababu alikuwa ni rahisi. Analipwa kiasi kidogo kuliko mwanaume ili kumtumikia bepari zaidi aweze kupata, yani ili anyonywe kwa lugha nyingine. Lakini nukta ya pili ni kwamba yeye mwenyewe alikuwa ni bidhaa. Mwanamke mwenyewe alikuwa ni bidhaa inayoongeza uzalishaji katika jamii ya kibepari. Yani yeye anaweza kushawishi zaidi watu kuzalisha, anaweza kumvutia mwanaume zaidi, kwa hivyo anaweza kutangaza biashara zaidi, na akiwepo katika eneo la uzalishaji anaweza kushawishi uzalishaji zaidi. Panapokuwa na mkusanyiko wa wanaume na wanawake, wamegundua kisaikolojia mwanaume anavutika zaidi, attendance yake inakuwa kubwa zaidi kazini, na yeye akatumika katika sura kama hiyo, na mpaka leo hii anatumika yeye kama sehemu ya bidhaa vile vile. Kwa hiyo kuna maeneo ambayo kumwajiri mwanamke kutaleta uzalishaji zaidi kuliko ukimweka mwanaume. Sasa tuliona mambo mengi, na leo tutatizama sasa kwa upande wa Kiislamu. Tuliona kwamba mwanamke wa leo anapigania usawa katika nyanja zote. Tumesema kwamba katika Uislamu haiwezekani katika kila jambo mwanaume na mwanamke kuwa sawa. Kwa sababu gani? Hili la usawa tutalielezea leo insha Allah. Lakini vile vile tukaona katika mirathi, jamii zilizopita, jamii nyingi hazikumpa haki ya kurithi mwanamke. Si tu hazikumpa, bali zilimfanya yeye ni bidhaa inayorithiwa vile vile, kama tulivyoona katika jamii ya Kiarabu kabla ya Waislamu, na kama tulivyoona katika jamii ya Kiafrika. Tukasema wewe ndugu yako akifa, dada yake wewe utamrithi. Hivi ndivyo ilivyokuwa katika jamii za Kiafrika. Tukaona kwamba sasa tutaona insha Allah kwamba Uislamu ulimpa haki ya kurithi. Swali litakalobaki ni kwamba kwa nini mwanamke alipata nusu ya kile anachokipata mwanaume? Kwa nini apate nusu? Taban, ukiwa katika jamii ya kibepari ambayo mwanaume hawajibiki kumtunza mkewe, unaweza ukauliza swali kama hilo. Ndio maana tunasema kinachotakiwa kuulizwa kwanza ni ule mfumo. Manake mfumo ukiwa ni wa kibepari, kuna nafasi ya kuzungumzia usawa katika mirathi. Lakini mfumo ukiwa ni wa Kiislamu ambao haumwajibishi mwanamke kuhudumia familia wala kulipa mahari wala mfano wake, swali kama hilo ni kichekesho. Na ndio maana tutaona kwamba kilichokuwa responsible ni mfumo kwanza. Na watu walipokosea katika mfumo au katika tatizo, kuainisha tatizo, vile vile suluhisho lilikuwa ni tatizo. Yani ikiwa wewe tatizo lako ni ule mfumo, na wewe umevaa tayari miwani ya ule mfumo, bila shaka suluhisho vile vile litakuwa lina makosa, litakuwa ni tatizo. Yani kwa lugha nyingine, kama mwalimu atatunga mtihani wenye makosa, hautoweza kuassess matokeo sawa sawa. Yani hauwezi kuonyesha kwamba kiasi gani mwanafunzi amefaulu au hajafaulu. Sasa ikiwa mfumo wenyewe una kasoro, solution itakuwa ina kasoro zaidi, kwa sababu imetokana na ule mfumo. Na hili tutaliona kwamba wanaposema usawa mathalan katika mirathi ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya maisha yenyewe ya kibepari yanamfanya mwanamke aone kwamba anahitajia kuwa sawa. Lakini lau ukitekelezwa mfumo wa Kiislamu, ni ajabu mwanamke akitaka usawa katika mirathi. Hilo tutalifafanua vile vile kwa undani. Lakini tuliona kwamba katika jamii ambazo si za Kiislamu, tuliona kwamba hakuna idadi maalumu ya wake ambao mtu anaweza kuwaoa. Kwa hivyo matarajio yetu sisi ilikuwa ni kuona hao wanaopigania haki za wanawake wawazungumze watu wale kabla hawajawazungumza Waislamu. Sababu kama mtu anaweza kuoa wake 10, 20, 30, na wapo mpaka leo hii wapo,
wengine ni wasomi, ni marais wa nchi, ni wafalme wa nchi hapa Afrika 7 8 na wanaendelea. Wengine kila mwaka wanaoa, wengine ni wazee wa ukoo. Kabla ya kuzungumza Uislamu ulioweka sharti kwamba kuoa wake wengi si ruhusa tu, ni ruhusa yenye masharti na lazima utimize yale masharti kama tutakavyoelezea. Walikuwa kwanza wazungumzie hizo jamii nyingine, kwa sababu huwezi ukawa na wake 10 wote ukawapa haki zao. Na Uislamu unatoa haki katika wake wengi katika masala mawili ya msingi, tutayazungumzia wakati wake vile vile, ambayo moja linawezekana lakini la pili ni gumu kuwezekana kwa hao wanaooa 10 20 na kuendelea. Kwa hivyo ilikuwa wazungumzwe hao kabla Uislamu haujazungumzwa. Kwa hivyo tunayadokeza kwanza ili tuanze moja baada ya jingine. Lakini vile vile mwanamke kuozeshwa bila ridhaa yake, jambo hili japo kuwa linapungua lakini bado lina nafasi katika baadhi ya jamii. Na ikitokea kwamba kuna baadhi ya Waislamu ambao mzee anamuamrisha binti lazima aolewe na mtu bila ridhaa yake, ijulikane wazi kwamba anakwenda kinyume na Uislamu. Almarhum Sayyid Ayatullah Fadlullah Al-Hussein Fadlullah alikuwa akizungumza sana, akiwaambia wa Lebanoni kwamba ni makosa kuingilia maamuzi ya binti yako. Unaweza ukamshauri tu kwamba bwana, binti yangu hivi unavyokwenda mtu huyo hakufai kwa sababu hizi na hizi na hizi, ukamkinaisha. Lakini kumleta mtu ambaye yeye hamjui na ukamwambia lazima aolewe naye, pengine siku ya harusi ikawa ni kilio kwa binti, lakini still bado akaolewa na mtu yule, hayo hayako katika Uislamu. Na ndio maana walii wa binti anatakiwa aseme kwa niaba ya binti, manake anawakilisha msimamo wa binti na wala si msimamo wake yeye. Tumeona, tutalizungumzia kwa undani kila tunavyokwenda inshallah. Lakini tumeona vile vile wanaopigania kuondoshwa kwa mahari kwa kuamini kwamba mahari, tena hapa Tanzania wapo katika vile vya wanawake, sawa sawa, wanawake wanasheria, wanawake wanahabari au mfano wake, vikundi mbalimbali vipo, wanazungumza wazi kwamba mahari ni moja katika njia zinazotumika kumdhalilisha mwanamke. Sasa tutaona kwamba yarhamukallah sio mahari ya Kiislamu inayofanya hivyo, kwa sababu concept ya mahari tutaiona katika Qur'ani kwamba ina maana gani, kwamba mahari maana yake ni nini. Na katika jamii zetu za Kiafrika ilikuwa hata kama mtu mwanaume ana uwezo wa kulipa mahari yote, alikuwa anaambiwa kwamba asilipe yote. Mkichunguza, mkiuliza wazee watawaelezeni kwamba umeambiwa mahari yako mzee ni ng'ombe 3, walikuwa hawaruhusu utoe ng'ombe wote 3 hata kama una uwezo, bali walitaka kwamba ibaki unadaiwa na mkeo. Na ndio maana leo hii bado wazee wetu wengi wanadaiwa na mama zetu mahari, yani haijatimia bado, hawakukamilisha. Sasa hawa tuliozaliwa mjini, tumekulia mjini, haya mambo yanafutika, lakini kwa ujumla hili bado lipo. Inafikia mahala watu wazima wanaachana, watoto wanaelezwa habari ya kwamba mama yenu alikuwa akidai bado, wajomba wanakuja wanadai kwamba ilikuwa bado hatujamaliziwa mahari. Nilijaribu kudadisi, nikaelezwa kwamba kwa nini walikuwa hawataki mahari ikamilishwe. Wanasema kujenga heshima ya mke, kwamba siku zote aendelee kuwa bado anamdai mumewe. Yani wote utakavyokuwa wewe mume unadaiwa bado na mkewe. Kwa hivyo usitumie nafasi ile kumdhalilisha mke wako kwa sababu umempa mahari. Kwanza mahari yenyewe hujaikamilisha, bado anakudai. Kwa hivyo katika maisha yenu wewe unadaiwa bado na mke wako. Wanasema hii ilikuwa ni moja katika hikma. Lakini tutaona Qur'an imeihitaji mahari na ina nafasi gani. Vile vile tuliona kwamba imeaminika katika jamii ya Kinasara, jamii ya Kiyahudi na hata jamii ya Kihindi kama tulivyoelezea kwamba mwanamke ni chanzo cha maovu. Wengine wamesema ni mlango wa shetani, na wengine wakaona kujitenga na ndoa ni utakatifu zaidi. Uislamu unatufundisha kwamba
kosa lililofanyika kwa nabiyuna Adam alayhi salam halikusababishwa na Hawa mkewe, kinyume kabisa na mafunzo yao. Qur'ani tukitizama aya nyingi tunaona Qur'ani inaashiria kwamba wote walikosea. Fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Shaytani akawatelezesha, akawaondosha katika pepo wawili hao, Adam na Hawa. Bali zaidi ya hapo, kama ilikuwa kuna nafasi ya kusemwa, pangesemwa kwamba Adam ndio alokosea, kwa sababu Qur'ani inasema, aya nyingine inamhusisha Adam peke yake. Asa Adamu rabbahu faghawa, Adam alimuasi Mola wake, faghawa, akapotea njia. Na taban katika darasa zetu za Qur'an mwezi wa Ramadhan tumeelezea nini makusudio ya maasi. Lakini ni imani ya Kiislamu kwamba wote walifanya makosa na wala Hawa sio sababu ya makosa. Na tukija kuzungumzia hata masala ya usawa, ambalo ni katika mambo ambayo tutayatizama insha Allah kwa undani, tutaona kwamba ile concept ya usawa, leo mazungumzo yetu yatakuwa katika usawa insha Allah. Lakini vile vile Uislamu hauamini kwamba kuna viungo fulani katika kuku au mbuzi au mnyama yoyote yule mwanamke haruhusiwi kula. Hakuna itikadi hiyo katika Uislamu, kama tulivyoelezea kwa Afrika. Kwa hivyo chochote kile anaweza akala mwanamke kama ambavyo mwanaume anaweza akala. Vile vile masala ya kumkeketa mtoto wa kike ni katika mambo yanayozungumzwa, lakini Uislamu tangu wakati ule wa Mtume sallallahu alaihi wa ali haukuzungumzia swala hili wala hauruhusu. Hata hadithi inayosemwa ya Mtume inayosema idha altaqa alkhitanan, alkhitanu ni kile kilichotahiriwa, kile kiungo. Sasa Mtume anaelezea masala ya wakati gani jimai inakuwa imetimu kwa lugha idha altaqa alkhitanani, panapokutana hivyo viungo viwili lakini vimetumika alkhitanani. Bado maulama wanasema khitanani ni uslubu taglib, si kwamba vyote vimetahiriwa, bali maana yake ni tagliban. Ni kama kusema alwalidani, baba na mama, maana yake ni walidun walidani. Sasa lugha nyingine unasema baba wawili lakini ni baba na mama, hiyo inaitwa uslubu at-taglib. Kwa hivyo katika Uislamu halipo hilo, bali lipo kwa upande wa mwanaume, na kwa mwanaume ni afya, kwa mwanamke ni maradhi. Hivi ndivyo Uislamu ulivyofundisha. Sasa baada ya kudokeza haya, tutizame sasa suala la usawa. Na mara nyingi sana tumezungumza juu ya dhana ya usawa ambayo inapiganiwa leo hii na walimwengu, na wanawake wanapigania usawa baina ya mwanamke na mwanaume. Usawa katika nini? Kwanza bila shaka ni usawa fil huquqi wal wajibat, katika mambo ya kuwajibika na katika mambo ya haki, yani responsibilities na rights. Na ndio maana aya tuliyosoma hapa mwanzo, wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'rufi, tutaielezea vile vile kwamba kuna rights na kuna responsibilities, kuna haki na majukumu. Je, wanaweza wakawa sawa katika hivyo? Ile dhana ya usawa kwa ujumla haikubaliki katika Uislamu, bali dhana inayokubalika zaidi katika Uislamu ni dhana ya uadilifu. Na kuna tofauti baina ya usawa na uadilifu. Usawa unaweza ukawa ni uadilifu, lakini si kila usawa ni uadilifu. Kuna usawa mwingine ni dhulma. Kwa hivyo kuna mambo ambayo mwanamke na mwanaume wanaweza wakawa sawa, haki zao ni sawa na wajibu wao ni sawa, na Uislamu unazungumza mambo hayo. Lakini kuna mambo ambayo kama hayawezekani. Kwa hivyo wanapopigania usawa lazima wabainishe usawa katika nini. Mifano ambayo tunazungumza mara nyingi ni sawa sawa na mtu leo hii kuwa na wake wawili. Mke mmoja hana mtoto, lakini mke mwingine ana watoto 7.
hivi kuacha matumizi sawa, ukaacha 10,000 matumizi ya siku kwenye familia ya kwanza na 10,000 matumizi ya siku kwenye familia ya pili, ni sawa? Huo ni usawa, lakini je, ni uadilifu? Si uadilifu, kwa sababu mahitaji ya familia hii ndogo si sawa sawa na mahitaji ya familia hii kubwa. Utakuwa umefanya usawa, lakini hutokuwa umefanya uadilifu. Uadilifu ambayo ndio haki ni kumpa huyu ambaye hana mtoto yoyote kwa kadri ya mahitaji yake na ukubwa au udogo wa familia, na huyu vile vile ukazingatia hayo. Au sawa sawa kuwa na watoto nyumbani, mtoto wako mtu mzima ana miaka karibu 20 na mtoto mwingine ana miaka 3, ukasema unafanya usawa, unawapa chakula mlo wenye ujazo sawa. Ile sahani ambayo anaweza kula mtoto wa miaka 3, hiyo hiyo unampa yule wa miaka 20. Unasema nimefanya usawa mimi, na Mwenyezi Mungu atanihukumu kwamba nimefanya khairi mimi kwa sababu nimefanya usawa. Si kweli. Ni usawa lakini ni dhulma, yani si uadilifu. Kwa hivyo kuna mambo ambayo tukiyafanya sawa sawa baina mwanamke na mwanaume, tutakuwa imma tumemdhulumu mwanaume, imma tumemdhulumu mwanamke, au tumewadhulumu wote. Haya ndio yatakayotokea. Sasa kuna mambo katika Uislamu yanahitajia usawa, na Mwenyezi Mungu ameyazungumza kwa nguvu zote kwamba mambo haya ni sawa. Tumeona jamii ya Kifaransa mwaka 586 AD, kama tulivyozungumza, walikuwa wanajadiliana, wamefanya mkutano, wanajadiliana, je, mwanamke ni binadamu au si binadamu? Tukaona kwamba maazimio ya kikao chao ni kwamba mwanamke ni binadamu, lakini kaumbwa kwa ajili ya kumhudumia mwanaume. Tulizungumza katika darasa iliyopita. Sasa Uislamu unasema kwanza mwanaume na mwanamke ni sawa katika ubinadamu. Yani hakuna ambaye ni binadamu zaidi kuliko mwenzake baina ya mwanaume na mwanamke. Wote ni sawa. Yani ni binadamu sawa. Kwa hivyo katika sifa ya ubinadamu, kama tunavyoiona katika mwanzo mwa surati An-Nisa, Mwenyezi Mungu anaosema ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Aya hii inaonyesha kwamba mwanaume na mwanamke ni sawa katika kila jambo, na kwamba sisi sote chanzo chetu ni Adam, alafu kisha Hawa, kisha kutokana na Adam na Hawa Mwenyezi Mungu akaeneza wanaume wengi na wanawake wengi. Na hii ndio maana walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, kwamba kuna mambo ambayo mwanaume ana haki na ana wajibu kuyafanya, vile vile kuna mambo ambayo mwanamke ana haki na ana wajibu kuyafanya. Haki kwa maana ya kwamba ana haki ya kufanyiwa kwa kadri ile ile, vile vile mwanamke anatakiwa afanyiwe. Katika darasa zetu za Qur'an tulitoa mfano siku moja kwamba Ibn Abbas siku moja alikuwa akijitizama katika kioo na anarekebisha uso wake, anahakikisha ndevu zake zimekaa vizuri, anazichana, anajitengeneza sawa sawa apendeze. Mwanaume Ibn Abbas alimuona akasema, subhanallah, wewe hibrul umma unafanya mambo haya pia? Hili nalo liko katika Qur'ani au halimo? Umelitoa wapi? Hakutarajia kumuona akifanya vile, kwamba anafanya kwa ajili gani. Akamwambia hili limo katika Qur'ani vile vile. Liko wapi? Akamsomea walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, kwamba kama ambavyo wanapenda kumuona mkeo kapendeza, hana masinzi, hanuki jasho, si mchafu mchafu, anapendeza, vile vile ni haki yake ya kuone unapendeza. Yani ni hukuku mutabadil, lazima na wewe vile vile upendeze mbele yake, na yeye pia anapenda kuona hilo, na yeye ni haki yake vile vile. Hapendi kukuona mchafu, unanuka jasho, hauko katika hali ya unadhifu. Kwa hivyo kuna hizi hukuku mutabadila katika ubinadamu. Mwanaume na mwanamke wote ni sawa katika kutendeana wema,
lazima tufanyiane kwa usawa. Haya mambo usawa unakubalika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika amali za mwanamke na mwanaume hakuna atakayelipwa zaidi eti kwa sababu jinsia yake ni ya kike au ya kiume. Wote watalipwa kwa sawa. Kwa hivyo usawa hapo upo. Maana tunataka kuona mahala ambapo usawa hakuna. Ndio maana tukitizama katika Qur'ani aya nyingi, katika suratul Nahl aya 97 Mwenyezi Mungu anasema man amila salihan, yoyote yule atakayefanya wema, man amila salihan min dhakarin au untha, mwanaume au mwanamke, wa huwa mu'minun, ili hali yeye ni mu'min. Kwa hivyo kuwa mu'min ndo sharti, kafanya amali ya salih na yeye ni mu'min. Mwenyezi Mungu anasema falanuhiyannahu hayatan tayyiba, tutamhuisha, tutampa uhai, maisha mazuri ya peponi. Manake ataingia peponi sawa sawa ni mwanaume au mwanamke kafanya amalan salihan. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, na tutawalipa ujira wao kutokana na uzuri wa yale walokuwa wakiyafanya. Kwa hivyo mwanamke akiswali rakaa 2 atapata thawabu sawa sawa na mwanaume aliyoswali rakaa 2. Usawa hapa upo kwamba thawabu utalipwa kwa kadri ya amali yako bila kuzingatia jinsia yako. Vile vile Mwenyezi Mungu anasema katika surati Ali Imran aya 195 fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin au untha ba'dhukum min ba'd. Mwenyezi Mungu anasema inni la udhi'u amala amilin minkum, mimi sipotezi amali ya mtendaji yoyote katika nyie, min dhakarin au untha, sawa sawa yule anayetenda ni mwanaume au mwanamke, atalipo kadri ya vile alivyofanya. Mwenyezi Mungu hatopoteza amali yake. Kwa hivyo katika mambo hayo usawa upo, lakini vile vile kuna maeneo ambayo hakuna usawa na haiwezekani usawa ukawepo. Kuna baadhi ya majukumu na baadhi ya haki hazikubali usawa. Mwanaume na mwanamke hawawezi kuwa wote ni viongozi sawa katika nyumba. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa, wanaume ni wasimamizi wa wanawake, na mwanamke hana nafasi hiyo ya usimamizi. Usawa hauwezekani. Mavazi usawa hauwezekani. Mirathi usawa hauwezekani kwa sababu nyingi. Lakini tuelezee kidogo kwamba ukitizama Uislamu kama tunavyoelezea mara nyingi ni dini ambayo inazingatia maumbile. Yani hukumu na sheria za Kiislamu zinatizama kwanza maumbile. Maumbile ndio ambayo yanaamua aina ya taklif anayotakiwa kupewa mtu kutokana na maumbile yake. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ndio yule a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada, kila kitu kakipa umbile lake kisha akakiongoza, akakipa muongozo wenyewe unafatana na umbile lake, unakubaliana na umbile la kile kitu. Kwa hivyo ndio Uislamu ulivyokuwa. Kwa hivyo umbile lile ambalo kaumbiwa mtu linahakikisha kwamba sheria na taratibu zitakwenda sambamba na lile umbile. Tuliwahi kutoa mifano siku moja tukasema namna gani Uislamu unakwenda sambamba na maumbile. Ni sawa sawa na kusema mtu mzima nani. Uislamu hausemi kwamba ni yule aliyofikisha miaka 16, sijui miaka 18, sijui miaka kadhaa. Hapana. Unatizama yale mabadiliko ya kimaumbile, unasema sasa huyu ni mtu mzima. Kwa sababu unazingatia maumbile. Siku inabadilika wakati gani, inaingia siku mpya, hatusemi saa 6 ya usiku, tunasema maumbile yanapotuonyesha kuna mabadiliko ya kimaumbile. Kiza sasa kimeingia, ni magharibi hiyo, tunasema hii ni siku mpya, na hatimaye ibada zinakuja kwa mujibu wa maumbile. Kwa hivyo hivi ndivyo Uislamu ulivyokuwa. Kwa hivyo kama ni Ramadhani tayari tuko mwezi wa Ramadhani kwa kuingia magharibi, kama kuna dua za Ramadhani tunazianza usiku ule, kwa sababu tayari ni siku nyingine, kwa kuzingatia maumbile.
na vitu vingine vingi. Na watu wengine husema mtoto wa zina kwa nini hafai kuwa imamu, hafai kuwa marji, hafai kuwa mujtahid? Kwa sababu ya njia alopatikana kimaumbile inaathiri, yani inamuathiri yule. Si dhulma kwa yule mtoto kwa sababu hajafanya kosa yeye, lakini njia alopitia, kanuni na taratibu na mizana aliyoweka Mungu, ikikosewa inaleta dosari. Kwa kuwa njia alopatikana mtoto ile ina makosa, lazima atakuwa na dosari fulani. Sasa pakipatikana wachache ambao hawana dosari, ile si kigezo, bali kanuni ya Mwenyezi Mungu ya jumla kwamba ukipitia njia ya mkato lazima patakuwa na matatizo. Na ndio maana dunia leo hii ilipokosea kuweka sheria ambazo zinakwendana na maumbile, zinaenda sambamba na maumbile, ndipo palipoibuka matatizo tunayoyaona duniani leo hii. Kwa hivyo Uislamu unajali maumbile. Sasa maumbile ya mwanamke na mwanaume ni tofauti, na utofauti ule umekusudiwa, si wa bahati mbaya. Kwa hivyo kutokana na tofauti za kimaumbile inazalisha tofauti za baadhi ya majukumu, na huwezi ukaleta usawa katika hilo. Uislamu unapozungumza kwamba mwanamke ni uchi, kwa sababu umbo la mwanamke kuacha maeneo yaliyokusudiwa yakae wazi kama uso na viganja vya mikono, kwa hakika maumbile yake ni kivutio. Sasa sio tu umbile fulani au kiungo fulani maalumu, viungo vyake vingi ni kivutio kwa mwanaume. Kwa hivyo mavazi yanayotakiwa avae mwanaume, ukitaka hayo avae mwanamke, kuna dhulma fulani itatokea, kwa sababu kwa mwanaume si vile ilivyokuwa kwa mwanamke. Sasa kama dunia imekuwa chafu kiasi kwamba wanawake wanatembea uchi sana, kwa hivyo tumezoea kuwaona mpaka ikawa si uchi tena. Maana yake kuona nywele za mwanamke si ajabu. Ile testi imekufa. Na Mwenyezi Mungu anapozuia vitu hivi ni kwa sababu anataka kulinda ile testi. Sasa kwa sababu wametembea sana uchi, tukazoea sana kuona mpaka imefikia mahala kuna watu sasa hata wakimuona uchi kabisa pia wataharaka, kwa sababu namna ya kuzoea hali ile. Kwa hiyo Uislamu unajaribu kumsitiri, kufunika kwa sababu ya kimaumbile. Kwa hiyo ukitaka usawa hapo umekosea. Sasa maumbile yake kibiolojia tofauti na mwanaume, na katika nyanja zote. Mwanaume hawezi kuchukua mimba, hawezi kuzaa kwa maana ya kujifungua, hana kifua ambacho anaweza akamnyonyesha mtoto. Na hayo maumbile vile vile yanafanana na tabia, yani yanaathiri tabia ya kile kiumbe ambaye ni mwanamke mwenyewe. Kwa hivyo kisaikolojia vile vile ameathirika, ana huruma zaidi, ni mpole zaidi, na mwili wake vile vile uko namna hiyo, nyororo laini, si mkakamavu kama vile umbile la kiume. Na umbile la kiume ukakamavu unafanana na tabia yake, vile vile unafanana na majukumu yake na kazi ambazo anatakiwa azifanye mwanaume. Sasa jamii ambazo zilimtoa mwanamke nyumbani zikampokonya lile jukumu kubwa aliopewa linalofanana na maumbile yake, ndio maana pakawepo na matatizo tunayoyaona leo hii katika jamii. Mtu anaweza akasema, kwa hivyo basi Waislamu wanaamini kwamba mwanamke akae nyumbani tu, iwe kazi yake kulea tu, haruhusiwi kutoka. Tabani Uislamu hausemi hivyo, lakini Uislamu unasema kazi ya awali na ya msingi ya mwanamke ni ujenzi wa jamii, kuijenga familia. Sasa mtu anaweza akadhani ni dogo hilo, lakini ni kubwa kuliko yote. Kama mwanaume anakwenda kiwandani, anatengeneza kitanda, anatengeneza godoro, anatengeneza gari, mwanamke yuko katika kiwanda kingine nyumbani anamtengeneza binadamu. Na kumtengeneza binadamu ni jambo kubwa zaidi kuliko kutengeneza gari. Gari linaweza likarahisisha maisha sawa sawa, yakawa marahisi, lakini binadamu akiwa na utu, maisha yatakuwa rahisi zaidi hata kama gari likiwepo. Yani maisha yatakuwa ni ya furaha na mazuri. Sasa jamii ya kibepari ilipodharau
suala la kumjenga binadamu na kuijenga familia ilisambaratika. Maadili yakawa si jambo la msingi. Jambo la msingi ikawa shughuli za uchumi, kuongeza uzalishaji. Hilo ndio jambo la msingi. Lakini binadamu ana utu au hana utu, hilo ni jambo jingine. Na ndio maana tukasema maendeleo ya kweli hayawezi kupatikana kama binadamu hajaendelea yeye mwenyewe. Maana yake hajawa na maadili na utu, akajali binadamu wenzake, akawa na tabia za kibinadamu. Ndio akasema mshairi, al-ummu madrasatun idha a'adadtaha a'adadta sha'ban tayyib al-a'raqi, kwamba mama ni shule ikiwa atakuwa ameandaliwa vizuri. Na kama atakuwa ameandaliwa vizuri, utakuwa umeandaa taifa zuri lenye maendeleo, lenye kupigiwa mfano. Na wakasema ma min adhimin illa wara'uhum ra'a, yani hakuna mtu adhimu yoyote unayemjua ila nyuma yake kuna mwanamke aliyemwandaa akamtengeneza akawa adhimu. Sasa hili jukumu ni kubwa sana na ndilo la msingi, na ndilo ambalo linapuuzwa leo hii. Mwanamke anatoka kwa ajili ya kuajiriwa, ikisha kama anapata 200,000 na yeye anatoa 30,000 pale, na yeye anaajiri mtu kwa ajili ya watoto wake na familia yake, kwa kudhania kwamba malezi maana yake ni kumuogesha mtoto, kumlisha na kuhakikisha analala. Hayo ndio malezi. Kama hayo ndio malezi, maana yake mtu yote anaweza kukabidhiwa, sio lazima mama. Kwa sababu unaweza ukamchukua binti hajawahi kuzaa, hana mtoto, hajui maana ya kulea, ukamuelekeza tu namna ya kumuogesha mtoto, kumlisha chakula na kumlaza. Kwa hivyo hayo ndio malezi. Wewe nenda zako kazini, hakikisha anafanya hayo. Ukirudi unamuuliza mtoto alikula? Yeye alikula, amekula vizuri, yeye amekula mpaka akashiba, amemaliza bakuli nzima, amemaliza na akalala. Tayari umemlea mtoto wako. Kwa hivyo ni rahisi kumkabidhi binti wa kazi, ukamwambia mtoto huyo, ukamgeia pato lako na yeye ukamwajiri, na wewe ukaenda ukaajiriwa. Hiyo ndio jamii ya kibepari, na hapo ndipo alipofikishwa mwanamke. Lakini malezi ni jambo kubwa zaidi, kama tutakapoliona inshallah tukizungumzia nafasi ya mzazi kwa mtoto. Malezi ni namna hata lugha unayozungumza mbele ya mwanao, uteuzi wa lugha, kumrekebisha lugha anayozungumza, pia lugha mnayozungumza nyie akiwepo yeye. Sasa hivi katika vitu vikubwa sana ambavyo watu hawavijali ni suala la television, hata katuni zile, kwamba zinamuandaa vipi mtoto, zinamfanyaje mtoto. Ndio maana siku moja tukizungumza hapa tukasema watoto wa sasa hivi hawaogopi kifo, wala mauaji si kitu cha ajabu kwao, kwa sababu kila siku kwenye TV anaona mauaji, anaona watu wanavouana, anaona watu wanavokufa. Kwa hivyo kifo kwake si kitu cha ajabu, ukatili kwake si kitu cha ajabu. Ni rahisi sana kumzalisha mtoto katili kutokana na kutizama TV na zile sinema zinazoonyeshwa pale. Kwa hivyo malezi ni jambo kubwa zaidi kuliko kumpa chakula mtoto, kumuogesha na kumlaza. Sasa mwanamke akapewa jukumu hili la msingi, lakini jamii ya kibepari ikamchomoa pale, ikampeleka kiwandani ili aongeze uzalishaji, hatimaye tukaharibu maadili ya jamii zetu, na ndio matokeo tunayoyaona leo hii. Nataka kumaliza darasa yetu ya leo kwa kutoa mfano katika surati al-Qasas, kiasi kama dakika chini ya 10 inshallah, ili tuweze kumaliza darasa yetu. Katika surati al-Qasas kuna kisa cha Nabii Musa alayhi salam. Baada ya Nabii Musa kumsaidia yule mtu katika Bani Israel aliyekuwa akionewa na mtu katika Makipti, kwa bahati mbaya akafa yule mtu. Musa alipewa taarifa kwamba jamaa wamekaa kikao wanamkusudia yeye. Akaambiwa ondoka katika mji huu, jamaa wamekaa kikao. Akaondoka, hajui anapokwenda. Qur'ani inasema alikwenda mpaka akafika katika eneo linaloitwa Madian. Katika eneo la Madian kulikuwa kuna kisima ambacho watu wa eneo lile wanachota maji pale. Wanakuja na mifugo yao, wanachota maji, wanaipa mifugo. Kama ni maji ya kupeleka nyumbani, wanachota pale katika kile kisima. Kwa hivyo safari yake ile ya ukimbizi
alifikia mahala akawakuta watu ni mgeni katika mji, hajui yoyote, akakaa mahala anawatazama watu wale. Lakini akaona kuna mabinti wawili, wale mabinti wamejitenga, hawajakusanyika na watu, na wana mifugo yao wanaizuia isichanganyikane na ile mifugo ya watu, na hawachanganyikani nao kabisa, wamejitenga. Sasa Qur'ani katika surati al-Qasas kuanzia aya ya 20 na Mwenyezi Mungu ananukuu kisa hiki akisema, walamma warada maa Madyan, alipofika katika maji ya Madyan, katika kisima chao, wajada alayhi ummatan minan nasi yasqun, aliwakuta katika maji yale umma wa watu wengi, yasqun, wananywesha mifugo yao. Wawajada min dunihim ra'atayn tadhudan, akawakuta pembezoni mwao mabinti wawili, tadhudan, wanazuia mifugo yao isiingiliane na ya wale watu, wanajitenga, wako pembeni. Akawapata, akawaambia hivi, qala ma khatubukuma, mna nini nyie, mbona mmejitenga, mbona hamko na watu? Sasa tunataka tutadabbur pamoja. Kwanza kabisa hawakuchanganyikana, lakini walitoka. Tunajifunza kwamba mwanamke wa Kiislamu anaweza kutoka, ikibidi atoke na kufanya shughuli nyingine za kijamii. Hii ni shughuli ya kiuchumi. Kuna mifugo inafugwa, kuna maji wanataka wapewe. Mwanamke ndio yuko pale na mabinti wa Nabii Shuaib, kwa hivyo wametoka. Lakini pamoja na kutoka, Uislamu unasema kuchanganyikana ni haramu. Maingiliano yale ambayo hayana mipaka ni haramu, kwa sababu yataleta ushawishi ambao utaleta ufisadi na uharibifu. Na hili ndilo ambalo limo katika jamii yetu. Na ulimwengu tuliokuwa nao sasa hivi unapigania kwamba la, hata kama darasani mtoto wa kike wa kiume, na wote wamekuwa baligh, ni wakubwa, lakini tizama kukaa mtoto wa kiume na wa kike pamoja katika dawati moja bila kuwa na kizuizi, swala hili linaleta ushawishi, na ndio maana jamii inavurugika hivyo ilivurugika. Kwa hivyo tunajifunza jambo hili kwanza. Na yeye aliona si hali ya kawaida, akawafata, ma khatubukuma, mna nini nyie? Wakajibu hivi, qalata, wakasema, la nasqi hatta yusdira ar-ru'a, la nasqi hatta yusdira ar-ru'a, hatuto nywesha sisi mifugo yetu mpaka hawa wafugaji hawa wamalize, waondoke wao. Sasa ndio itakuja zamu yetu, tunangojea waondoke. Wa abuna sheikhun kabir, na baba yetu ni mzee sana. Swali hapa ni kwamba Musa aliwauliza habari za baba yao? Hakuwauliza. Lakini kwa nini walijibu jambo ambalo hawakuulizwa? Baba yetu ni mzee sana. Mafunzo tunayoyapata katika aya hii ni kwamba lile jukumu, lau kama baba yao angekuwa si mzee, yeye ndo angelifanya. Manake mwanaume ndiye angetoka akafanya kazi ile. Ile ni kazi ambayo inahitajia nguvu zaidi, inahitaji ushupavu, inahitaji maumbile ya kiume, mtu kuvuta maji kutoka katika kisima ili aweze kuyatoa nje. Abuna sheikhun kabir, kwamba bwana ukutuona hapa usishangae, ni kwa sababu tu baba yetu ni mtu mzima sana. Lau kama si hivyo, yeye ndiye angekuwa hapa. Na huu ndio mgawanyo wa majukumu baina ya wanawake na wanaume. Na tunaona kwamba hii ni dharura. Kwa hivyo maana yake ni kwamba mwanamke ikibidi auze sokoni, aende kiwandani kwa dharura, atakwenda, lakini lazima alinde ile mipaka ya kuchanganyikana. Lazima atizame hilo. Haya ndio mafunzo tunayoyaona. Kwa hivyo anaweza akatoka akafanya kazi. Lakini vile vile kufanya kazi kwa mwanamke katika Uislamu kunatakiwa isiwe gharama yake ni kuvunja familia, kuvunja malezi, kubomoa nyumba. Sababu lile ndio jukumu la msingi kabisa ambalo halina kighairi, yani halina exceptional, yani lazima ulifanye, la sivyo jamii yote itakuwa imeharibika. Na ndio maana Abul A'la al-Maududi katika kitabu chake anazungumza kwamba kuna wakati Uingereza waliamua kwamba mwanamke ambaye ameolewa katika miaka ya nyuma kihistoria
asifanye kazi viwandani. Lakini baadaye ikabidi mwanamke mwenyewe atoke aende viwandani. Kwa sababu gani? Kwa sababu mshahara aliokuwa akipewa mumewe hautoshi kukimu familia, ikabidi atoke. Sasa haya ndio mafunzo ya Kiislamu. Fasaqa lahuma, akawasaidia kuteka yale maji, akawapatia. Lakini inaendelea Qur'ani mpaka inafikia mahala wanasema hivi kwamba baadaye alirudi binti mmoja baada ya wao kumhadithia baba yao, akarudi mpaka pale katika Madian, akamkuta bado Musa amekaa. Alipomkuta akamwambia hivi, kwa sababu Shuaibu alimwambia kamlete huyo bwana baada ya kusikia zile sifa. Kwa mukhtasar anasema hivi, qalat, akaondoka mmoja katika mabinti, fajaathu ihdahuma tamshi ala istihya'i qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Akamwambia Musa, baba yangu anakuita ili akulipe ujira kwa kule kututekea maji wewe, anakuita. Na tabani sio sisi tunakuita, maana mtoto wa kike hawezi kumuita mtu nyumbani kwake. Kwa hivyo baba anakuita ili akulipe. Na Musa hakwenda ili alipwe, lakini aliona ndio nafasi ya kupata nyumba wenyeji, kwa sababu yeye ni mgeni, hana mtu. Alipokuja kufika kwa Shuaib, Mwenyezi Mungu anasema falamma jaahu wa qassa alayhi alqasas, alipokuja kwa Shuaib na akamsimulia kisa chote kile kilichotokea, Shuaib tayari alishamfahamu nani huyu, kwa sababu hata ile fimbo ya Musa ameichukua kwa Shuaib, na Shuaib alieleza kwamba atakuja mtu kwako nabii atachukua fimbo hii. Kwa hivyo alishaelewa nani yule. Sasa binti yule mmoja katika mabinti alimpenda, na bila shaka kuna heshima kwamba binti anapokuwa amempenda mtu anatumia lugha gani na baba yake, anataka aolewe na mtu yule. Lakini sababu amezitaja na hakusema moja kwa moja anataka kuolewa. Ilimradi qalat ihdahuma, mmoja wa binti wale akasema, ya abati, ewe baba yangu, istajiruhu, muajiri baba, muajiri, kwa nini usimwajiri? Lakini ilikuwa hakuna haja ya kumwajiri maadamu wao hapo na wanafanya zile kazi, kwa nini aajiriwe? Sema istajiruhu, muajiri. Ikisha naomba inna khaira man istajarta, hakika mbora utakayemwajiri alqawiyul amin, ni yule mwenye nguvu. Kwa sababu gani? Aliona namna alivyobeba yale maji, na kuna kazi za mwanamume zinahitajia nguvu, mwanamke haziwezi. Mwajiri huyu ili sisi sasa tutulie, tusifanye majukumu ya mwanaume. Na tumeona nguvu zake, aliweza kubeba maji yale peke yake kuyatoa katika kisima. Al-amin, muaminifu, kwamba hakufikia mahala kutuchokoza sisi. Na hata safari yake yeye kwenda na yule binti mpaka nyumbani, panasema kwamba alipotangulia binti alimwambia njoo nyuma unielekeze tu. Kwa hivyo alijua kwamba huyu bwana ni muaminifu. Kwa hivyo ana sifa mbili. Kwanza ana uwezo wa kazi, yani capability, ana uwezo, ana nguvu. Pili, muaminifu. Na hizi ni sifa kubwa sana mahali popote ambapo mtu anafanya kazi. Uwezo wa kufanya ile kazi, uwezo tu hautoshi, uaminifu vile vile. Sasa bila shaka yeye hakumwambia tu kwamba nataka kuajiri, anamwambia uridu an unkihaka ihda ibnatayya atay, nataka kuozesha mmoja wa mabinti zangu hawa. Ili mradi hayo si maudhui yetu. Kisa hichi inshallah tutakuja kutoa vitu vingine kila tunavyokwenda, tutaviona katika kisa hiki. Ili mradi tumejifunza baadhi ya majukumu ambayo ni ya mwanaume tu na wala si ya mwanamke kwa sababu za kimaumbile. Hapa tulipokomea inshallah tutaendelea katika darasa yetu ijayo. Nas'alullah al-auna wa at-tawfiq lima yuhibbu wa yarda, innahu waliyyu at-tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Bwana, sijui kama kuna swali la haraka au tumalize. Bismillah. Naam. Naam. Shuaibu alishajua. Naam.
yani kama Shuaibu alikuja pale alikuja na ile fimbo au na alichukua Shuaibu kwa njia hiyo. Shuaibu alikabidhi. Musa alikabidhiwa na Shuaibu. Tafsiri za Qur'an zinaelezea kwamba ile fimbo ya Musa aliichukua kwa Shuaibu na Shuaibu alipewa ile fimbo. Kuna maelezo mengi sana. Hata Shuaibu haikuwa ya kwake. Wengine wanasema ilikuwa tangu ya Nabii Adam alayhi salam. Ili mradi tu ni kwamba Musa ameichukua kwa Shuaibu kwa kupewa. Lakini Shuaibu alikabidhiwa kama amana kwamba atakayechukua kwake ni nabii katika manabii. Kwa hivyo alipomhadithia na kumsimulia kisa chake na kule alipotoka, tayari Shuaibu alipata picha kwamba huyu atakuwa nani. Kwa hivyo yale alinyamazia, lakini akakaa naye kwa muda wa miaka 10 na wakaishi pamoja, akamuozesha binti yake, akamkabidhi, wakaondoka. Na utume ameupata njiani alipokuwa anarudi sasa katika jamii ya Firaun. Lakini alipokuwa kwa Shuaibu hakuwa nabii, na mpaka anaondoka hakuwa nabii, njiani ndo akapewa utume. Kuhusu tukio alilolifanya kabla kuja huko. Ile la kuua. Inachukuliwa vipi? Maana kuua si makosa. Taban linahitajia maelezo marefu kama tulivyozungumza kwa kirefu kuhusu Adam katika mwezi wa Ramadhani. Lakini mukhtasari wake ni kwamba kwanza hakuua kwa makusudi. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa sababu yule bwana alimuita amsaidie na ilikuwa ni wajibu amsaidie sababu anaonewa. Na tumeona sisi huku nyuma katika sura al-Baqara kwamba aliyewadhulumu Bani Israili si Firauna peke yake, jamii nzima ya Kikipti ilishiriki. idh najainakum min ali firauna yasumunakum su'a al-adhab. Watu wa Firaun wote walishiriki kuwadhulumu Bani Israili. Sasa yule bwana amemuita Musa kwamba amsaidie, yastasrihu, na akimtizama ni katika wafuasi wake, na ni wajibu ukiona mtu anadhulumiwa umsaidie. Katika kumsaidia hilo, fawakazahu Musa faqadha alayhi, na inasemekana alikuwa ni mtu ana nguvu sana. Katika kumsaidia alipompiga bwana yule, ikawa ndio moja kwa moja kufa yule bwana, lakini hakukusudia kumuua, lakini ni dhalim yule, ni dhalim. Kwa hivyo hata ukirejea katika fiqh na katika Qur'an utaona adhabu ya mtu anayeua bila kukusudia. Hahisabiwi kwamba ameua kwa hivyo na yeye auawe. Kisasi cha kuua hakuna hapo, bali atatakiwa atoe fidia tu. Hivi ndivyo Qur'an inavyosema. Kwa hivyo kwa mukhtasar tunasema kwamba hakuua kwa makusudi, na hilo linaweza likatokea kwa yoyote katika sisi, na Mwenyezi Mungu hawezi kumhisabu kwa hilo, na ilikuwa ni wajibu amsaidie yule anayedhulumiwa. Naam. Bismillah. Sheikh, kuna katika sura Kasas maisha ya Shuaibu alikwambia afanye kazi kwanza na kuwezesha. Naam. Muda mrefu. Allahu aalam, lakini Qur'ani inavyosema ni kwamba yeye alikuwa anafanya kazi ile kama sehemu ya mahari. Sasa ni makubaliano, kwa sababu haya ni masala ya makubaliano. Katika ndoa unaweza ukatoa mahari nusu ukapewa, unaweza ukataja mahari na usilipe, lakini ikawa imetaja ikabaki deni. Ndoa ni makubaliano. Bali alimwambia ni miaka 8, thamani ya hijaj miaka 8, na ukitimiza 10 famin indik. Na Musa akakubali, akasema hilo ni jambo baina yangu na baina yako. Ayyamal ajalain, ajali mbili zoyote ile, sawa sawa miaka 8 au 10 nikitimiza, hakuna uadui wowote ule, nitakuwa nimefanya wajibu wangu, si ndio? Na panasemekana aliongeza akafanya 10 badala ya 8, japokuwa hilo takiwa ni 8 au 10. Kwa hivyo ni makubaliano kwamba ukishatimiza, umetimiza mahari, unapewa mke. Kwa hiyo ni makubaliano, na hilo halina mushkili wowote ule. Naam bwana, nadhani tumalize. Salawat. السلام عليك يا من استغفر